tuanzie nchini Guinea Bissau ambapo kundi la maafisa wa jeshi wanasema kwamba wametoa udhibiti wa taifa hilo huku kukiwa na ripoti kwamba Rais Umaro Sissoco Embalo amekamatwa. Haya yametokea siku tatu tu baada ya uchaguzi mkuu wa taifa hilo. Picha hizi unazoziona sasa ni za kutoka mji mkuu Bissau saa chache tu zilizopita, ambapo raia walikuwa wanakimbia huku na huku wakati milio ya risasi ikisikika ikilia katika ikulu ya rais na afisi ya tume za uchaguzi. Rais Embalo aliwania muhula wa pili katika uchaguzi huo wa siku ya Jumapili. Rais huyo mwenye umri wa miaka 53 aliingia madarakani mwaka 2020 baada ya uchaguzi uliokumbwa na utata. Kufuatia uchaguzi huo, yeye na mpinzani mkuu Fernando Diaz wamedai wote ushindi. Wanajeshi walitoa tangazo hili kupitia taarifa waliosoma katika makao makuu ya jeshi huko Bissau. Uongozi wa juu wa jeshi wenye jukumu la kudumisha amani ya kitaifa na utulivu umeamua kumwondoa madarakani mara moja rais wa jamhuri na kuzifunga taasisi zote za serikali ya Guinea Bissau kuanzia sasa. Sasa ili kufahamu zaidi tuungane na mwandishi wa BBC Richard Kagoe ambaye amekuwa akifuatilia taarifa hiyo kwa ukaribu. Kagoe, tueleze tu, tunafahamu nini kufikia sasa kuhusu hali huko Guinea Bissau? Kwa sasa tunajua kwamba Rais Sissoco amesema kwamba ametolewa madarakani. Amezungumza na wanahabari kutoka nchi ya Ufaransa kusema kwamba sasa jeshi imechukua usukani. Hatujui kwa sasa mahali alipo, lakini ni kwamba tunajua kwamba jeshi imechukua mamlaka kwa sasa. Imesema kwamba inataka kutatua kuna issues tofauti pale kabla waweze kurudisha demokrasia. Tumesikia ule alikuwa ni mpinzani wake akisema kwamba jeshi isiweze kujihusisha na shughuli ya kuweza kuongoza nchi. Kwa hiyo sasa kuna hofu sana, hata ukisikiliza wale watu wanaoishi katika mji wa Bissau, wengi sana wako na hofu. Hawajaweza kutoka kwa sababu hawajui vile itakavyokuwa, kwa sababu wanajeshi sasa wamesimama katika barabara kuu mjini Bissau. Kagoe, uchaguzi ulifanyika siku ya Jumapili. Matokeo yalikuwa bado hayajatangazwa. Je, tunajua kama bado yatatangazwa kesho au tume ya uchaguzi imesema lolote? Tume la uchaguzi ilikuwa imesema kwamba watatangaza kesho, lakini kwa sasa jeshi imesema kwamba wameweza kuhairisha shughuli ya uchaguzi. Kwa hiyo kwa sasa inaonekana kwamba vile wamesema na haijulikani kamwe wakati itakapofanyika. Kwa sasa hiyo ndio vile situation iko katika mji wa Bissau na Guinea Bissau kwa jumla. Kagoe, je, upinzani umesema lolote kuhusu hali ambayo imetokea leo ambayo imeongozwa na jeshi? Hapo awali wakati kwamba ilikuwa inasemekana ni kama Rais Sissoco ni kama alikuwa ameshikwa na wanajeshi, ule mpinzani wake Fernando Diaz alikuwa ameelezea na akasema jeshi kwamba isijihusishe na isikuje kusambaratisha shughuli ya uchaguzi, kwa sababu ni haki ya wananchi waliopiga kura Jumapili waweze kuweza kuwa na pengine ile nguvu ya kuweza kusema kwamba vile wanataka nchi yao izidi ikiongozwa. So kwa hiyo inaonekana vile pengine ule ushauri wao haukusikika na wanajeshi wale, kwamba sasa wameweza kumtoa ama kumng'atua mamlakani. Na Kagoe, je, tunafahamu chochote kuhusu vikosi vya jeshi ambavyo vimehusika katika hatua hii na ni nani anayewaongoza? Ni generali mmoja, ule alikuwa katika kikosi kinaitwa Presidential Military Force, ndio anaongoza hiyo, ndiye ndo alikuwa akitoa hata ile matangazo. Kumekuwa kwamba na ripoti kuna mgawanyiko kati ya wale wanajeshi, wale pengine wanaunga mkono Rais Sissoco na wale pengine walikuwa kisikika pengine ni kama hawakuwa wanaridhishwa sana na uongozi wake. So inaonekana ni kama kulikuwa na mgawanyiko, lakini sasa kuna mrengo tu fulani unaongozwa na generali ule alikuwa katika ofisi ya Rais Sissoco. Huyo sasa ndio sasa amekuwa akiongoza. Ni kama kuna mirengo miwili kwa sasa. Shukran sana Richard Kagoe kwa tathmini hiyo ya kina.